Guru,
kũinũka bara-inĩ yakwa rĩrire kũinũka mũthenya wa kũhurũka kũrĩa atheru ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani
Kristo asifiwe. Ni siku nyingine njema Bwana ametupa, ametujalia kuja katika nyumba yake, kwa sababu sisi tunapanga, sisi tunataka, lakini ni yeye ambaye anatuwezesha. Siku ya leo ametuwezesha na ni vizuri sana kumshukuru. Kuna mtu angetaka kuwa kanisani sahihi na hawezi. Si tunajua hutokea hivyo. Labda mwili, labda matatizo, lakini sisi tumepata nafasi. Siku ya leo tunaingia mlango wetu wa 6 na ndio mlango wa mwisho katika haya masomo tumekuwa nayo. Tulipoanza niliwaambia kuna mambo ambayo tumeitwa kuwa. Na kwanza tulisema tumeitwa kwamba tuketishwe pamoja na Yesu Kristo. Tulifufuliwa na yeye katika kifo chake na sisi katika kifo chetu cha dhambi, na sasa tumeketishwa. Na mtu ambaye ameketi na mwingine, akiwa huyo mwingine ni mkubwa, anasikia vizuri. Hata huo ukubwa anaufurahia. Kama leo ningeketi na rais karibu hivi mahali ameketi, ningejisikia kweli hata mimi nimefika. Sasa sisi tumeketishwa, sio na rais, tumeketishwa na mfalme wa wafalme na Mungu mwenyewe, kwa sababu Yesu Kristo ameketi hapo, ameketishwa katika kiti cha enzi cha Mungu Baba, na sisi tumeketishwa hapo na yeye. Tukaona katika hiyo pia tumeketishwa, na juzi tukaona ya kwamba tulikuwa tunaangalia kiwango, kwa sababu baada ya kuketishwa tuliambiwa ya kwamba tulijazwa na uzuri wa Mungu, tulijazwa na wema wa Mungu, na tulijazwa na mambo ya Mungu. Na baada ya kujazwa tukasema ya kwamba mtu hutoa kile tu amejazwa nacho. Si unaona kama mtu ambaye ana chuki, ana kisasi na mtu, alafu labda aende anywe pombe, sasa hiyo ndio atakumbuka, si ndio? Anaanza kwa sababu ndani yake ndio hiyo inamsumbua. Basi baada ya kujaza tukaambiwa kwamba tumesimama. Niliwaambia hapa mambo ni hayo. Kwanza ni kuketishwa, ni kusimama, na pia sasa ni kuketishwa, kutembea pamoja naye, alafu sasa kusimama. Na leo ndio tunafika kilele cha somo letu, kusimama. Kwa sababu tumeketi na yeye, tumefurahia na tuna ujuzi wa uwezo wake. Kwa hiyo tukiketi na yeye tuna ujasiri. Na baadaye sasa tumeambiwa vile tutatembea na yeye. Kwa sababu kama nitakuwa rafiki yako na tutaketi pamoja na tutafanya mambo pamoja, lazima basi sisi wawili tuwe kuna mambo ambayo tumekubaliana katika maisha yetu vile tutakuwa. Na tukaambiwa sasa na neno ya kwamba tuwe kama Yesu Kristo. Na sasa tunaona katika kukabiliana na maisha, kwa sababu tuko katika hii dunia ambayo ina mambo mengi, ina changamoto nyingi, ina matatizo mengi. Tunajua hivyo, matatizo ya dunia ni mengi. Lakini hata Yesu Kristo alijua hivyo na akatuambia, nyinyi msisumbuke, mimi niko na nyinyi. Na kama mimi nilishinda, hata nyinyi mtashinda. Kwa hivyo hatuogopi ya kwamba huenda tutashindwa. Na leo tunaona basi kama hatuogopi hivyo, basi tumeitwa tusimame namna gani? Tuwe watu wamesimama namna gani? Watu wa aina gani katika msimamo? Sikuna mara tunasikia mtu anaambiwa atangaze msimamo. Tujue kama mtu tuko naye ama hatuko naye. Nasikia siku moja kuna mnyama mmoja, unajua mnyama anaitwa popo. Akaambiwa sasa, wewe inabidi utangaze msimamo. Wewe ni ndege ama wewe ni mnyama? Sasa kwa sababu kulikuwa vita vinakuja kati ya ndege na panya. Utuambie wewe ni panya ama wewe ni ndege.
Sasa akasema mimi ni panya, si akakuwa upande wa panya. Vita vikaanza. Vita vilipozidi, panya wakakuwa sasa wanashindwa na popo. Yeye akakumbuka ana nini? Ana mabawa. Akaruka kwa, na nikasikia kanisa moja nilikuwa naenda wakiimba wimbo ya kwamba usijifanye popo, uamue kama wewe ni ndege ama wewe ni mnyama. Kwa sababu tunaambua popo yeye si ndege wakiruka na yeye anaruka. Wakienda huko wakiwa juu yeye anapaa vizuri, lakini akikaa chini akija pia hivyo. Sasa tuone tutasimama namna gani. Bwana asifiwe. Katika kusimama kuna mambo kadhaa hapa ambayo tutaangalia, na ni mambo, sio mambo mengi, tunaangalia mambo mawili tu. Kwa hivyo mafundisho ni mafupi siku ya leo, lakini ni mazito, kwa sababu mtu akikosa msimamo, huyo mtu hajulikani ni mtu aina gani. Si kweli? Wewe fikiri kama askari polisi ambaye hana msimamo, wakati watu wanakunywa pombe yeye amelewa, Sasa wakati watu wanatoa fujo na yeye anafanya fujo, na wakati huo huo bado ni askari polisi. Kweli atakuwa askari polisi? Si atakuwa kabisa hana msimamo. Sasa ndio tuone basi vile ambavyo tunapaswa kusimama. Ni Waefeso 6, leo tunasoma 1 mpaka 20 mpaka 12. Kitu cha tunasoma 1 mpaka 13, lakini 1 mpaka 12 tunasoma kitu kinaitwa hali. Utasimama namna gani katika hali ile uko? Umeona askari polisi Si mumeona wakati mwingine wameenda uwanja wa mpira Wakienda uwanja wa mpira kuhakikisha kuna usalama, kuna vile wanavaa tofauti, si ndio? Na kuna wengine wanaenda barabarani kuhakikisha gari zinaendeshwa vizuri. Wao wa barabarani umeona wamebeba rungu, ama wanazile kofia za mawe, watatupiwa mawe. Basi tujue katika hali zile tuko, tutasimama namna gani? Basi hali ya kwanza, sisi ambao tumeketi na Yesu Kristo, tumejazwa na Yesu Kristo, hata tunatafuta hicho kiwango cha kujazwa na cha kutembea kizuri, na tumetembea na yeye vizuri. Sasa tuone katika hali tofauti tutasimama namna gani. Ya kwanza ni nyumbani. Si kila mtu baada ya shughuli zake anarudi nyumbani. Nikasikia wakisema ati walisema nini? East west, home is ati uende mashariki, uende magharibi, nyumbani ndiko kwako na ndiko kuzuri. Baadaye si unarudi nyumbani. Basi tuone nyumbani, sisi ambao tumetembea na Yesu, tuna ushuhuda wa Yesu, tumeketi na Yesu, tutakuwa watu aina gani? Tuone nyumbani, mstari wa 1 mpaka 4. Nyumbani. Tukiwa nyumbani, hali ya nyumbani tunakaa namna gani? Waefeso 6:1 mpaka 4. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Ati sasa tukiwa nyumbani
Unajua hapa kanisani, nakumbuka mchungaji mmoja alikuja kutuzungumzia huko zamani, akasema sisi tunakuwa wakati mwingine watu tofauti katika hali ya kwamba tukiwa nyumbani tuko watu wa aina hii, tukiwa kanisani tunakuwa watu wazuri sana, lakini nyumbani inakuwa ni tofauti na vile tuko kanisani. Kanisani tunaongea vizuri, tunasalimiana vizuri, tuna heshima, lakini nyumbani ni tofauti. Sasa tunaambiwa basi tukiwa nyumbani na tunaanza na watoto, tunaambiwa watoto wanapaswa kuwatii wazazi wao katika Bwana Mungu. Atiutii mzazi katika, kwa sababu hiyo ni haki. Utasikia mtoto ambaye hatii mzazi, hamheshimu mzazi. Nimesikia mtoto vile anaongelesha mzazi, na mimi nikisikia mtoto akiongelesha mzazi, mimi huuliza hivyo ndivyo huyo ni mama yako unaongelesha hivyo? Naambia hiyo haifai. Mama amekuuliza swali lakini vile umejibu na ukaidi fulani. Nakumbuka nisikia kijana mmoja mama yake akamuuliza kitu, na unajua alijibu, si nilikwambia? Nikamwambia mama yako umwambie ulimwambia. Mama yako akikuuliza kitu unamwambia wewe ulikuwa umeniambia ilikuwa hivi, rudia, usimwambie nilikuambia. Hiyo ndio tunaambiwa kutii. Ukiambiwa na mama yako fanya hivi, na wewe unasema nitafanya na sifanyi. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akatoa mfano wa vijana wawili. Baba yao akakutana nao, akaambia wa kwanza, wewe nenda kwa shamba ufanye kazi fulani fulani. Alikuwa na shamba. Kijana akamwambia, ndio baba, mimi siendi. Mimi siendi, na akakata mimi siendi. Yeye amemtii? Hapana, si amekataa. Mwingine naye akamwambia, baba huyo akamwambia, wewe enda shambani ufanye hivi. Akasema baba anaenda sasa hivi, lakini hakuenda. Lakini tunaambiwa kwamba yule ambaye alikuwa amekataa kwenda kwanza, alipofikiri akafikiri nimekosea, akaenda wewe kazini akafanya, ijapokuwa aliambia baba yake hataenda. Sasa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akauliza, kati hao wawili nani alitii? Wale walikuwa na siri wakasema yule alienda, yule wa kwanza. Yule alikuwa amekataa lakini alienda. Kwa hivyo kutii, tumeambiwa ni haki, na tunaambiwa kwamba tunapoheshimu wazazi, baba na mama, atukumbuke hiyo ndio amri ya kwanza ambayo iko na ahadi. Mungu ametoa amri zake, lakini hii ndiyo ya kwanza kutoa ahadi ya kwamba mtu ambaye anatii wazazi, yeye atakuwa na matokeo yake, na matokeo yake yatakuwa mema, na maisha yake atapata marefu duniani. Tunakumbuka kulikuwa mfalme mmoja aliyeitwa Hezekia. Akaambiwa atakufa. Yeye aliposikia atakufa, akasikia hapana, kufa saa hii si vizuri. Akamlilia Bwana Mungu, akamkumbusha kazi nzuri, na akaongezwa siku. Lakini mimi huambia watu, usiombe tu hivyo ati kwa sababu ya kazi nzuri. Kwa sababu Hezekia alipofikiri ati ametenda kazi nzuri, baadaye hizo miaka aliongezwa miaka ya kuharibu. Kwa sababu hata hapo hiyo matendo mazuri alikuwa amefanya, akakuwa ni neema. Wakati tunafanya mambo usifikiri ni mimi, ati ni kitu naweza kuambia Mungu ati ninadai. Mungu hana deni ya mtu. Situmeelewa hivyo. Kwa hivyo kama ameahidi, hatuna haki ya tukweza wewe Mungu ulisema.
yeye akikuahidi yeye anatimiza. Sasa Hezekia baada ya kuongezwa miaka alionyesha kabisa, hata si baada, mara moja tu Mungu aliposikia maombi yake na kumjibu, mara hiyo hiyo akaonyesha ile haki alikuwa anaongea. Kweli alikuwa hana haki, kwa sababu si nabii alimwambia na akaenda, kabla afike nje hapa kwa mlango akaambiwa na Mungu, ende mwambie ataishi. Hezekia amekuwa akilia aongezwe, alipoambiwa ataishi akasema ni kweli unaniambia. Alipoambiwa atakufa akakubali, si ni nabii wa Mungu. Nabii huyo huyo alipomwambia Mungu amesema, itakuwaje? Nipe ishara ile nihakikishe hiyo ni kweli. Lakini sasa tumeambiwa kwamba kama tutawaheshimu wazazi, siku zetu zitakuwa nyingi duniani. Kwa hivyo tusitafute ati kazi mzuri ati hizo ndizo tutaonyesha Mungu, kwa sababu hata tukionyesha Mungu kazi mzuri zile tumefanya na alinganisha na wema wake zaidi utakuwa zaidi, utapima kipimo chake kitakuwa zaidi ya kazi zetu. Kwa hivyo watoto, hebu tuwaheshimu wazazi, na sio tu nyinyi watoto naongelesha, kwa sababu pia si kuna wazee kama mimi bado wazazi wao wako hai, wawaheshimu. Nakumbuka siku moja rafiki yangu mmoja nikaenda kutembelea mama yake, nikamta na fulani yuko aje, akaniambia sasa huyo tulisoma naye huyo mwanae akaniambia siku hizi hata aniongeleshi. Kwa nini? Ati walikosana juu ya shamba vile. Mama alikuwa na mashamba vile, aligawia vijana wake, ati hakutugawia vile sisi tulitaka. Mama yake aliponiambia hivyo nikasema hiyo inafanya akose kukuongelesha. Na nikaongea na hiyo kijana nikamwambia kaambia hiyo si kitu ya kunini. Mimi nikamwambia kama ni mimi na mama yangu tufike mahali ati tunakosana, afadhali niende mbali. Siwezi ngataka ya kwamba tuishi tumekosana, afadhali nihame. Kama hata amenikosea afadhali nihame, lakini siwezi nikamfanyia madharau. Kwa hivyo maisha marefu yako kwa yule mtu anamtii. Sasa ukiwa mtu kama mimi si wa kutii mzazi, mimi ni wa kumheshimu, kwa sababu tayari najua akili zangu niko nazo timamu mzuri kujua. Sasa hata niambia akifanya, si wakati huu washiko unaambia Lawrence amke na unamwambia vile atafanya, lakini kuna wakati, lakini sasa uwezi ukaambia Gibson hivyo ati Gibson nikija nikute umefanya, kwa sababu amefikia umri wake. Lakini hata yeye utamwambia kitu, si mtaongea mshauriane, umwambie hivi ndio nakushauri. Na akiwa amemheshimu Mungu atakusikiliza. Ndio hapa tunaambiwa ya kwamba tunapofanya hivyo tunafanya si kwa huyu mzazi, tunafanya kwa Mungu, kwa sababu Bwana Mungu ni yeye ametoa maelekezo hivyo, akasema hivyo ndivyo angetaka. Kwa hivyo ni Mungu tunamtumikia wakati tunaheshimu wazazi. Kwa hivyo vijana watoto mna hiyo jukumu la kuwaheshimu na kuwatii wazazi. Sio labda hata kama atakwambia kitu ambacho ukubaliani nacho, baada ya kukataa muombe, kwa nini unaniambia hivi? Mimi sijaona mama ambaye atapoteza mtoto wake, anajaribu kumsimamisha vizuri. Na nimeona pia visa ambavyo watu hawakutii wazazi na matokeo ni mabaya, akakuwa mabaya. Sijaona mtu ambaye amekuwa mkaidi kwa mzazi
Na sasa katika miaka yangu nimeona watu wengi na mambo mingi. Na juzi huyo pasa nimewaambia, tulikuwa tunaongea tunasema kusema kweli sisi tulibahatika ya kwamba tulisikia injili wakati tulisikia. Akasema ye uliza watu fulani na fulani alienda wapi? Huyo alienda hivi. Huyo hata hakumaliza shule. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuliokoka katika miaka mizuri, tukajua heshima ya mzazi. Kwa hivyo hata wazazi tukawatendea vizuri. Washiko ulikuta mafuta yalikuwa yanaitwa Ladygate. Mimi wakati nilianza kazi kila mwezi nilikuwa na budget ya Ladygate ya mama yangu. Kila mwezi, na baba lazima ni kila mwezi. Kwa hivyo ni vizuri kuheshimu. Mama yangu kila Ladygate lazima ningemnunulia. Tena namnunulia ile sabuni inaitwa Imperial Leather. Kwa hivyo ni vizuri kuheshimu mzazi. Alafu tunaambiwa akina baba wasiwachokoze watoto wao hata kuwakasirisha. Baba mara nyingi huwa anasema mimi natawala hapa, si ndio? Nikisema kitu usijibu. Lakini huyo mtoto pia ujue pia yeye ana hisia zake, ana akili zake. Kwa hivyo asiwe baba katika maneno ambayo anazungumza ni maneno ambayo yanaweza kukasirisha mtoto. Nimesikia hata si baba, nikisema hapa baba hata mama kuna wako hivyo. Utasikia mama vile anaongelesha mtoto, vile baba na mtoto mjinga. Nakumbuka nikasikia jirani akisema hata wewe mjinga sana, sijui hata ulitoka wapi. Ni mama anaambia mtoto. Sasa hiyo mtoto anajisikiaje? Sasa ndio tunaambiwa hapa watoto tusiwakasirishe. Mtoto unazungumza naye kulingana na miaka yake, si ndio? Kuna mwingine utamwambia wewe usinijibu, fanya hivyo, usipofanya tutaonana, si ndio? Lakini mwingine atafika mahali uwezi ukamwambia hivyo, sababu hata kimo uwezi ukampiga, si ndio? Ndamwambia. Nakumbuka mama mmoja na huyo baba wakiongelesha watoto anawaambia, sasa ukiwa hapa kwangu utafanya vile nakuambia. Utakuja huku vile saa ile unataka. Kuna wakati utafika utaishi kwako, utatoka hapa. Wanaambia mtoto, mimi hata siku moja sitakuja kwako kukuuliza umekula nini, ulilala saa ngapi, hiyo ni juu yako. Kwa hivyo watoto hapa tunaambiwa ni baba wanaambiwa, lakini saa nyingine baba hayuko, si mama yuko. Saa nyingine kuna baba wako na si baba. Anakuwa tu ni mfano wa baba. Hakuna kitu anafanya, hakuna kitu anajali. Sasa si mama anashika usukani. Basi tunaambiwa hivyo, wanapaswa wawalee katika mafunzo na mahimizo ya Bwana Mungu. Vile Mungu amesema watu waishi, hiyo inakuwa ndio unaambia watoto. Mtoto mmoja walipoachana na wazazi, si wasichana wavulana pia wanafika mahali anaona sasa amekuwa mzima, si ndio? Anajikuta katika hali tofauti, si ndio? Lakini mama mmoja akaniambia yeye mtoto wake alimwambia, wewe hii hali yangu sio wewe uliniambia, lakini mimi nikakosa kusikia. Badala ya ule atasema hukuniambia, sikujua. Tumeambiwa mafunzo na mahimizo. Yale Bwana Mungu maisha ametuambia tuishi, hayo ndio tunaambia watoto. Acha. Unaambiwa haya mambo, unaona watoto wakifuata mengine hayana maana. Tafuta yale mambo ya muhimu, shikilia haya. Amen. Amen. Funzo. Mithali 23:22.
msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Ati baba ufanye nini? Umsikilize. Lakini kusikiliza baba, ati hata mama usimdharau. Mimi nilikuambia mama yangu alikuwa mkali sana. Alikuwa mbaya mama yangu. Vita. Alikuwa hata hana heshima, ati ukimkosea hata kukiwa wageni atakushika kuweke kucha vizuri, ya kucharaze vizuri. Lakini baadaye nikajua alikuwa ananitafutia wema. Nakumbuka siku moja dada yangu mmoja alikuwa na mtoto na hakuwa hapo karibu. Mtoto akalia kwa dada yangu. Nikaona mama amekuja akamchukua akamweka kwa mgongo, mtoto akatulia. Nikauliza mama, hata mimi ulikuwa unanifanyia hivyo? Kaniambia hapana. Wewe ulikuwa mzuri wewe, hakuna kitu nilikufanyia. Sinajua vile ananiambia. Ananiambia hata wewe hivyo. Kwa hivyo hata mama akizeeka, mtoto akumbuke mahali walianza na huyo. Luka 1:79 inasema, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Huyo ni nabii aliitwa Simeoni alipokuja kumwona Yesu. Akasema Yesu Kristo amekuja kufanya hivi. Si tunakumbuka huyu nabii mzee ambaye alikuja, aliongozwa na Roho aingie hekaluni. Ajapokuwa alikuwa haji, lakini akakuja. Alipomwona Yesu, Roho akamwambia ni huyu. Na basi kuwaongoza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Hiyo ndiyo kazi yetu kama wazazi. Kwa hivyo tukiwa wazazi tujue, tukiwa watoto tujue, hata sisi tukijua ukweli tuongoze wengine. Amen. Jambo la pili hapo ni 6 mpaka 9. Utatumia kitu kinaitwa kazini. Wanasema kuna bwana mmoja alikuwa bosi wetu huko kazini. Akatuambia kazini jaribu kuwa ndio mahali pa furaha yako yote, kwa sababu masaa yako mengi unatumia kazini. Si kweli? Mtu ameandikwa. Sababu utaingia saa 2 utoke saa 11. Sio ni masaa mengi. Unaambiwa furahi ukiwa hapo. Ujaribu vile utafurahi, usiwe hapo ndipo mahali utakasirika. Hebu tuambie basi nini itafanya tufurahi hivyo? Tusomee 5:6-7. Hiyo ingine mtasoma Biblia zenu. 6:7. Tunaambiwa mambo ya kazini, vile tunapaswa kuwa kazini. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana watumwa. Enyi watoto, watumwa. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana wenzenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo, wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama yapo tu. Msamo yangu. Sawa. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao
kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yapendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema, kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Sasa tunaambiwa kazini. Hapa tunaona neno watumwa. Siku hizi hakuna watumwa. Ndio nasikia bado kuna sehemu zingine watu wanafanywa watumwa, lakini wakati huo ungenunua mtu na anakuwa sasa ni mfanyikazi wako, ni mali yako. Hata ukihesabu mali yako unahesabu huko na watumwa wangapi. Ilikuwa hali mbaya sana. Mwanadamu alikuwa amechukua mwanadamu mwingine anamfanya mali yake. Lakini hata hivyo watumwa kazi yao ilikuwa kutumika, si ndio? Sikia kitu kinaambiwa heshima si utumwa, lakini lazima tutumike kwa njia moja ama nyingine. Hakuna mtu atumiki. Hata wale wanajifikiri wako juu sana, wanatawala nchi, hata hao wanatumika, kwa sababu si walituomba tuwape nafasi watutumikie. Lakini wengi wanaenda wanakuwa wanajitumikia wenyewe. Sisi tunakuwa sasa tumekuwa ni kama watumwa, badala ya kuwa watumishi wetu wanatufanya sisi watumwa. Hiyo ni siasa ile inaitwa siasa duni ambayo haisaidii nchi. Kweli? Sasa tunaambiwa ya kwamba mtu ambaye ni mtumwa, sasa hatutatumia utumwa kwa sababu sasa hatuko katika kipindi cha utumwa. Ni watumishi, si ndio? Si umeajiriwa labda kazi mahali, ama umeenda kazi kwa mtu, si watu wanaenda vibarua. Unasema nataka, kama bwana moja akakuja anataka nimpe kazi, nikampa. Tunaambiwa basi ya kwamba huyo mtu amekuajiri, mpe heshima ile anastahili. Si ndio umeenda akuajiri na niyo unategemea akusaidie maisha yako, basi mpe heshima anayostahili. Tunaambiwa kwa unyofu wa moyo, kana kwamba wanamtumikia Kristo Yesu. Unakuwa ukifanya kazi, inakuwa sio huoni huyu boss wako ule anakupa mshahara, unaona Mungu ya kwamba ndiye amekutuma upate riziki yako hapo. Tunaelewana vizuri? Usihesabu ati ni wadana ameniajiri. Nijue ni Mungu ameniajiri, amenituma. Mimi sina mali yangu, ndio sababu mtu anaenda kutafuta kibarua kwa sababu amepungukiwa. Basi tunaambiwa ya kwamba wasiwe wakitoa huduma ya macho, yaani kuonekana tu. Siku na watu wanakuja kwa shamba, unampa kazi, ukirudi ile kazi anayofanya ni kazi kidogo sana kama umwangalie. Lazima uwe hapo karibu. Hapana, isiwe hiyo ya kupendeza macho, ati ya kwamba unafanya tu kazi kwa sababu unaonwa. Unataka tu kupendeza wanadamu, ati wajione kuwa watumwa wa Kristo Yesu, wakifanya mapenzi ya Bwana Mungu. Ya kwamba nikija kwa wadani nimuombe kazi, anipe, nasema nafanya mapenzi ya Bwana Mungu. Amenipa nguvu, amenipa uwezo wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo sioni wadani, namuona kama sehemu ya mpango wa Mungu. Kwa hivyo namheshimu, amenipa kazi. Kwa sababu tunaambiwa kwamba waelewe jambo lote jema mtu afanyalo atapokea malipo vilivyo kwa Bwana Mungu. Unaona mtu akikupa mshahara, lakini ujue malipo yako yanatoka kwa Bwana Mungu. Si wiki iliyopita, ile wiki ingine mbili zimepita, tulisoma habari za mtu anaitwa Yusufu. Yeye alikuwa na mtumwa.
Yaani hakuna kitu ati anangoja atafunguliwa, anajua ni milele atakaa huko. Akifunguliwa ni bahati. Anaomba tu siku moja afanye nini? Afunguliwe. Lakini hakuna mshahara ati anawekewa, hakuna shaa analipiwa, hakuna chochote. Lakini akiwa kwa kazi tunaambiwa alifanya ni kama yake. Ya kwamba tajiri wake wakaanza kumwajiri, alifanya kazi vizuri, ati tajiri kazi yake tu ilikuwa kula. Si hesabu ati kumuuliza leo tumeuza nini, leo tumepata nini, leo pesa ziko hii, hapana, tumenunua nini. Ati hiyo yote Yusufu akakuwa ni anafanya. Ni kama ni kazi yake. Akaambiwa boss, wewe kazi yako tu ni kula, akaachiwa tu kazi ya kula. Akija ni kula tu, analala. Mambo yote anajua yako sawa. Tufanye kazi hivyo. Sababu Yusufu alijua Mungu ni yeye amemwacha awe katika hiyo nafasi. Kwa hivyo tukijua hivyo, tunafanya kazi bila kuogopa, bila kujali, bila kujaribu kujipendekeza. Alafu ya kwamba mtu asijali kama hiyo wakati wa utumwa, ajue niko chini ya Bwana Mungu na Mungu ananijali na ana mambo yangu. Kwa hivyo unafanya kazi safi, si kazi ile inarudiwa. Kwa sababu watu wengine wanafanya kazi, mwingine akikuja anarudia. Sababu alifanya akiangalia masaa yakifika, nipe mshahara wangu niende. Lakini kazi ukiangalia, hata wewe utamwambia kesho usirudi. Sasa kwa hivyo tujue hivyo. Kile chochote tunafanya tujue Mungu yuko pamoja nasi na atabariki imani yetu, atabariki unyenyekevu wetu, atabariki heshima na utiifu wetu kwa wale ambao wako. Hiyo ni sawa, tumekubaliana hivyo. Tufanye kama ni Mungu, si mtu. Alafu pia hapa anaandikia hao mabwana. Anawaambia mabwana wanapaswa kuelewa jambo hilo. Ati bwana ajue hata kama nimeajiri mtu, huyu mtu ana mwenyewe na mwenyewe ni Mungu. Kwa sababu waache vitisho. Wanaambiwa waache vitisho kwa sababu kuna Bwana Mungu mkuu aliye mbinguni ambaye hana upendeleo. Ati Bwana Mungu akiangalia boss ati ana tajiri anampenda kuliko ule anamfanyia kazi. Mungu akiangalia wanadamu anaangalia wote sawa sawa. Na anataka kuwatendea wote sawa sawa. Lakini saa ingine kwa sababu ya bidii za watu, saa ingine ni vipawa vya watu. Si unaona kuna mtu yeye anaanza biashara na anafaulu. Na wewe unafikiri hata mimi ningetaka. Lakini ukiangalia huo ujuzi huna. Nilisikia kuna bwana mmoja ya kwamba akiajiri watu alikuwa ni matusi tu. Nyi umbwa hizi kujeni hapa. Nyi umbwa hizi mnanisumbua. Na ni watu anaita umbwa. Tunaambiwa hapana. Sisi siwe wakutisha mtu. Wewe unajua naweza nikakufuta, hapana. Wewe mwambie, kwa upole tu. Vile unafanya unahatarisha hii kazi. Kama hii kazi ni ngumu, sema nikutafutie ile rahisi kuliko hii. Yaani upole huo bila vitisho. Kwa hivyo hebu tuwe waangalifu. Kama kuna mtu tutampa kibarua afanye vibaya, tusimtishe ama matusi. Tutamuongelesha tu ili tumwambie wacha kesho hiyo kazi ya leo ifanye nini? Itoshe. Mnaachana vizuri, roho safi. Danieli 6:5 tunaona funzo. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Bwana Mungu wake. Ya kwamba Danieli akakuwa ana kibali wakiwa na mfalme aliyeitwa Nebukadreza, akakuwa na kibali. Akafanya niye mkubwa wa mambo yote. Nebukadreza akafa, mwanaye akamsahau, baadaye akaondolewa mwanaye, watu wengine wakakuja. Na hata wale watu walipokuja
Sio tayari nafikiri walikuwa wamefanya ujasusi wa hiyo nchi, si ndio? Na wakajua nani anaongoza hiyo nchi ni Danieli. Kwa hivyo Danieli tunaambiwa ya kwamba kulikuwa watu 120 wamesimamia huo ufalme wote, na chini yake kukakuwa watatu, na Danieli akakuwa mmoja wa hao watatu. Na hata na huyo mfalme akataka Danieli awe mkubwa kuliko hao wengine wawili, awe ni yeye sasa yuko chini ya mfalme. Si tunajua wivu. Nikaona gari limeandikwa afadhali mchawi badala ya hasidi. Hasidi ni mtu ana wivu, ati afadhali mchawi. Sasa wakaona huyu mtu tufanye nini? Tumuondoe. Wakajaribu, si wanafanya uchunguzi kidogo kidogo, wanakuta hesabu zake zote ziko sawa, kazi yake haina makosa. Na ndio hapo wakafika, hatutapata sababu ya kumshtaki, hakuna kitu tunaweza kumshtakia huyu. Kama ni kazi, hakuna wakati atakutwa amechelewa, hata watakuta amechelewa. Wengine wakiiba, hakuna kitu yeye anaiba. Tuwe wafanyikazi hivyo tukijua ni Mungu. Naye Mungu akapendezwa na Danieli. Mathayo 5:48 inasema, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na kwamba kazini bosa akiangalia kazi yetu awe anafurahi. Sisemi hatutakosea, wakati mwingine tutapungukiwa, tutakosea. Lakini akiangalia anasema huyo fulani, nataka fulani. Niliwaambia wakati mmoja, sijui kama niliwaambia, nikiwa kazini, katika kubadilisha watu kazi, ulikuwa unatoa mtu hapa unambadilisha ndio apate ujuzi wa kazi yote. Tukaenda kwa bwana mmoja tukamwambia, tunakuletea fulani hapa na wewe uachilie huyu aende mahali pengine. Akasema huyu hatumtaki. Lakini akasema, lakini hata kama umtaki, si mnakukosea huyu ambaye yuko tayari kujifunza kazi nyingine. Akasema sawa, huyu wetu tutamruhusu aende, lakini huyo mnatuletea tumtaki, mtafutie mahali pengine. Kwa nini? Kwa sababu kazi yake ilikuwa haifurahishi na inajulikana. Okay, jambo la tatu. Tunaona dunia. Si tuko katika hii dunia. Tusomee mstari wa 10 mpaka 12. Tafadhali. Dunia, tukiwa hapa duniani, tukiwa hii dunia ya Sabasaba, tunapaswa kuwa namna gani na kusimama namna gani katika hii dunia? Tukiwa Sabasaba, kama unaishi Nairobi, kama mahali popote unaishi, hiyo dunia yako, mahali unaishi, unapaswa kusimama namna gani? 10:11-12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga hali za bali ni juu ya mfalme wa kwa maana kushida kwetu. Uko sawa Uko sawa? Hapo. Kushindana kwetu hapo. Hapo huko. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme za mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Tuko duniani, si ndio? Kila mtu dunia yake. Washiko katika shughuli zake ni dunia yake, si ndio? Wale watu mnakutana nao. Wambane ukiwa huko Mwema, si ndio hivyo? Si una dunia yako hapo.
Wadan, kila mtu anatumia. Dave akiwa asubuhi anaenda kazini kwake, anakutana na kila aina ya watu, si ndio? Lakini tunaambiwa tunapaswa kuwa hodari katika Bwana Mungu. Tukiwa chochote tunafanya na katika uweza wa nguvu zake. Tuwe katika Bwana Mungu tuna uhodari, na pia tuwe katika uweza wa nguvu zake. Tujue sisi mahali tuko si nguvu zetu, ni nguvu za Bwana Mungu zinafanya kazi katika maisha yetu. Hati katika ile dunia tuko, tutaiweza na tutasimama vizuri katika Bwana Mungu. Tukaambiwa tuvae silaha zote za Bwana Mungu. Lakini silaha ambazo tunavaa si kama hizi za wanajeshi. Si umeona picha wanajeshi ama TV hivi wanajihami wakienda vita. Zetu sio hizo, kwa sababu tumeambiwa hivyo ati ya kwamba tukiwa tumevaa silaha zote za Bwana Mungu tutaweza kusimama dhidi ya hila za shetani. Shetani kazi yake ni hila. Hila ni mpango, anatupangia vile atatuangusha. Shetani hakuambii tukutane mahali fulani tupigane, nitakupiga. Hapana, anakuja ananong'onezea hapo wazo, na we kama haujasimama vizuri unasikia hiyo si wazo mbaya. Kwa sababu tumeambiwa hatushindani dhidi ya damu na nyama. Hatupigani na wanadamu. Wanadamu ambao tunaona, wale wanatuchukiza, wale wanatushambulia, wale wanatutafutia mabaya, wale wanatuumiza, wote hatupigani na wao, sio adui wetu. Hapana. Hao tu wamekuwa tu wanatumiwa na huyo shetani. Sababu hapa tumeambiwa ya kwamba sisi tunapigana na falme na mamlaka. Unajua falme ni nini? Falme, mamlaka, sheria, watu wana uwezo, watawala wa giza na ulimwengu. Ya kwamba hii dunia iko na giza na kuna wale wanashikilia hiyo giza, watawala. Kwa hivyo tunaambiwa ni majeshi ya kiroho ya uovu katika ulimwengu wa roho. Ni majeshi ya kiroho. Si tunapigana na roho, hatupigani na mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu akija kutukane, si yeye, kuna ile roho mbaya ndani yake. Na tusipotambua hivyo, hata utachukua fimbo mpigane, si ndio? Na wewe umeanguka hapo mtihani. Baadaye uelewe, umwambie sawa, kama ni hivyo ni sawa. Na mambo ya kizidi, si kuna chief na kuna polisi na nini. Wewe usikue mtu ambao utaanza kupigana na huyo. Wewe utaenda kwa polisi, utoe ripoti yako, useme niko na tatizo hili. Nahitaji msaada wenu ama chief. Alafu utapata suluhisho. Usiingiliane na mtu ya kwamba sasa wewe utapigana na yeye, atulio mtu. Watu useme huyo ataniona. Hapana. Wacha asikuone, wacha aone nani? Mungu ndani yako. Amen. Amen. Funzo hapo tunaona Mwanzo 3:5 inasema hivi. Kwa maana Bwana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokufa Kwa maana Bwana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Bwana Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanzo 3:5. Ni maneno ya nani hayo? Ashiko. Nani alisema maneno hayo? Ya kwamba Bwana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Bwana Mungu, mkijua mema na mabaya. Ni shetani. Lakini alipoambiwa mama wetu akasikia ni wazo mzuri. Si ndio? Ukisikia kwamba mtu amekudanganya
washiko mtu, umeamini mtu fulani, nije nikwambia anakudanganya, sitaona nakwambia kitu kizuri na kusaidia. Lakini hiyo ndio tunaambiwa ni hila. Alijua tu akiweka hiyo tashwishi katika maisha ya Hawa atamfuata, na ikakuwa hivi. Hila. Tujue wengine watakuja na maneno mazuri, lakini tujue Mungu ni nani huyo tunamwamini. Na tujue mimi vile Mungu aliniambia, si hata Hawa angemwambia ni kweli. Haya sawa, wewe ngoja Bwana Mungu yeye ukuja kila jioni. Tuongee kesho. Si wangeachana vizuri badala ya kuamini uongo. Luka 4:8 inasema, Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anaambia nani hapo? Tumeambiwa akamwambia Shetani. Shetani akakuja na wazo mzuri la maandiko. Ungefanya, akaambia hapana. Hiyo naniambia sitakusikiliza wewe, nitasikiliza vile Bwana Mungu alisema ya kwamba umwabudu Mungu peke yake. Umsujudie Bwana Mungu wako na umwabudu yeye peke yake. Kuniambia ni kuabudu, hiyo nje, kubali. Kimalizia, unasikia silaha ambayo tunapaswa si askari akienda vita kuna vile anavaa, si ndio? Anaenda tu hivyo na uniform yake. Asikie kuna Al-Shabaab avae tu uniform, watu wakiniona tutapigana nao. Hapana. Silaha. Kama tutapigana tuwe na silaha za kupigana vita. Tusomewe mstari wa 13 tumalizie hapo. Mungu akutusaidia, wiki ijayo tutaangalia hizo silaha, zimeelezwa kila silaha, kazi yake na maana yake. 13 peke yake. Kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Hati sasa tumesikia tuko vitani na tuna adui, ya kwamba tuvae silaha zote. Toaeni ni kuambia chukueni, mvae, na mkivaa silaha za Bwana Mungu tutaweza kushindana katika siku ya uovu. Siku ile ya uovu, wakati roho muovu atakuja kutunong'onezea, atatukuta tumevaa. Na tukishavaa na tujue tuna silaha kamili, tunangoja. Tutasimama imara kwa sababu hatuna hofu, tuko tayari. Sasa tujue kupigana vita lazima ujue na silaha. Mwanajeshi hata polisi miuona wamebeba bunduki wakiitwa mahali. Hawaendi tu hivyo. Wengine wakiitwa unaona wamebeba fimbo. Wameambiwa hao si wakora ni nini? Ni watu wanaleta fujo, au mtawapiga tu na fimbo watatoroka. Anajua vita na silaha yake, si ndio? Basi tunaambiwa tuvae silaha, tuwe tayari, tusimame imara, tungoje. Na si vita tunaenda kutafuta sisi, vita itatupata. Kwa sababu tumeambiwa hapa duniani tuko inchi ama sehemu ya adui wetu. Adui wetu yuko hapa. Funzo katika Kutoka 14:14 inasema, Bwana Mungu atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Ni maneno ya Bwana Mungu, ni maneno ya Bwana Mungu, ni maneno ya Musa kwa wana wa Israeli. Mtanyamaza kimya. Wanakutana na adui, hawana silaha. Wa Misri wanawakimbiza, lakini wakaambua nyinyi
Bwana Mungu atawapigania. Tujue hii vita Bwana Mungu